Tiko hili ambalo Kristo alilileta, nikanena habari ya Biblia hii kwamba iko na sura mbili. Biblia yako ile unayoisoma kwa nje ni mwanadamu, lakini ndani yake kuna Mungu. Tatizo ni kwamba Wakristo wanamwendea yule mwanadamu wakitarajia kupata majibu kutoka kwa Mungu, hali hawajamfikia Mungu. Wanasema Mungu tusaidie, wasijue kwamba wananena na mwanadamu. Amen. Biblia yako ni mwanadamu 100%, tena ni Mungu 100%. Mwanadamu ndiyo utakayemuona ukienda kisoma tu akili zako utaelewa. Kule kuelewa kwa akili zako, huyo ni mwanadamu. Unapaswa sasa kutafuta Mungu yuko wapi hapa. Nimemuona huyu ni mwanadamu, nataka sasa nimuone Mungu, maana yeye ndiye amebeba uzima. Mwanadamu amebeba giza, mwanadamu amebeba mauti. Akili za mwanadamu ndio huo uharibifu. Maana Adamu alipokataa neno la Mungu, alitengeneza akili zake, na Mungu alikuwa amemwambia wakati utakapo endea akili zako. Kwa picha pale, akili za mwanadamu zinaitwa mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mema ni lile neno la Mungu, mabaya ni zile akili za mwanadamu. Ujuzi ni kule kutumia neno la Mungu kwa ajili ya faida zake. Na hilo ndilo linaloendelea kote duniani katika kanisa la Kristo. Kutumia neno la Mungu katika akili za mwanadamu kwa ajili ya manufaa ya mwili huu. Tatizo kubwa. Amen. Kwa ajili hiyo nitaendelea kukuonyesha vile Torati ambavyo haiwezi kukusaidia, kukupatia. Uwezo wa Torati ni kukuonyesha zile ahadi za Mungu ambazo ziko ndani ya Biblia, lakini kukupatia mpaka upate neno la